रहीमना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला स्वलाह हय्या अला स्वलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
अल्लाह ताला hii के halifa फजल से mtukufu ni ya tarehe 8 ya Novemba 2013. 7 साल के बाद Halifa mtukufu Ayyadhahullah Taala Ibn Nasr Aziz anasema kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu takriban baada ya miaka 7 nimebahatika kukutana na jumuiya ya Japan ana kwa ana. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya ya Japan pia inaendelea kupata maendeleo kama jumuiya zingine za dunia nzima. Katika imani na katika kutoa mali jumuiya hii imepiga hatua kubwa sana, lakini wanajumuiya wanatakiwa wakumbuke daima kwamba mioyoni mwao isije wazo hili kwamba tunaendelea kupata maendeleo na idadi yetu imeongezeka na mchango wetu pia umeongezeka na tumenunua kiwanja pia mpya na kiwanja hiki kitatosheleza kwa miaka na miaka, na tumenunua kiwanja kwa sababu pamoja na kusali swala tutafanya sherehe zingine za jumuiya. Mission hii mpya ambayo umenunua nitaeleza maelezo yake baadaye katika hutuba yangu, lakini hapa nataka kueleza kwamba sehemu hii mpya iliyonunuliwa ambayo inatosheleza mahitaji ya kusali swala na vile vile sawa na idadi ya jumuiya, sehemu hii itatosha kwa ajili ya kufanya jalsa salana pia, na kwa ajili ya maofisi pia mtapata nafasi. Kuna guest house na vile vile kuna nyumba ya mbashiri pia, vile vile kuna facilities zingine pia. Jumuiya ya Ahmadiyya ya Japan imetoa mchango mkubwa sana kwa ajili ya kununua kiwanja hiki, na vile vile wametoa michango mingine pia. Lakini kumbukeni kila wakati kwamba haki inatekelezwa wakati sisi tunaelewa yale mambo ambayo Sayyidina alayhi salatu wasalam alituambia tuyafanye. Baada ya kufanya bayat yake tunatakiwa tujitahidi tufuate maagizo ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na jambo hili ni muhimu sana kwa ajili ya mwaminio mkweli. Kwa jazba ya shauku ya muda, baadhi wakati mtu anajitolea na inasaidia kuhimiza kuhusu mwema. Ikiwa mema ule ulifanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii mwaminio anapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi ambao tunasema kwamba sisi ni jumuiya iliyofanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, malengo yetu tunaweza kuyapata wakati sisi tutaendelea kufanya kitendo chetu chote kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakati sisi tutakapozingatia lengo la kuanzishwa kwa jumuiya, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba miongoni wa wale walioneemeshwa na katika sirat allazina anamta alaihim, kupata vitu hivi ni lengo la kila mwanadamu, na jumuiya yetu inatakiwa izingatie sana jambo hili, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa kuanzisha jumuiya hii ametaka
kwamba atayarishe jumuiya kama mtume sallallahu alaihi wasallam alitayarisha jumuiya, ili katika zama za mwisho jumuiya hii iwe shahidi kuhusu ukweli wa Qur'an tukufu na kuhusu ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi jukumu hili ni kubwa sana na ambalo tulilolipewa na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yani tutajitahidi kupata malengo yale ambayo jumuiya ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipata au ilifanya juhudi ya kupata yale malengo. Wao kwa kutoa mali na wakati na nafsi zao walipata malengo yao, na waliendelea kutimiza majukumu yao kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waliendelea kumwogopa Mwenyezi Mungu na waliendelea kufanya maombi, na hawakuwa na fahari kwa sababu ya kujitolea kwao, bali waliendelea kufanya dua hii kwamba Mola wetu utupokee kujitolea kwetu. Na waliboresha ibada zao kiasi hiki kwamba usiku wao pia walikuwa wakiamka na walikuwa wakikesha, na mchana pia, pamoja na kuwa biashara au kazi nyingine, hawakughafilika katika kumbukumbu ya Mwenyezi Mungu. Hili ni lengo ambalo kila mmoja wetu anataka kulipata. Hili ni lengo kwalo katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba ikiwa mkipata lengo hili, basi mtapata lengo la kuumbwa kwenu, kwa sababu kuumbwa kwa mwanadamu lengo lake ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Khalifa mtukufu anasema sisi tunapojenga misikiti au tunaponunua sehemu kwa ajili ya kusali swala, tunatakiwa tuwe na lengo hili wakati wa kununua vitu hivi, kwamba sisi tutaendelea kupata mwisho wa lengo la kuumbwa kwetu. Malengo yanayopatikana duniani yanakuwa na mipaka, na kwa kupata yale malengo mtu anafurahi. Au anafurahi kwamba amepata matokeo ya malengo ya dunia katika dunia hii. Lakini lengo la kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu na lengo la ibada ni la aina hili, kwamba linafungua milango mpya ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kufa mtu atapata ujira wa vitendo vyake alivyovifanya katika dunia hii, na ujira huu ni fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema ya Mwenyezi Mungu, na anaendelea kupata maendeleo katika hii, na anapata neema ambayo inakuwa nje ya fikira ya manadamu. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzingatia jambo hili walipata maendeleo sana katika maisha yao, na walipata lakabu ya radhiyallahu anhum. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba nataka kuwaona wafuasi wangu wao pia wapate maendeleo kama maswahaba walipata, ili waweze kupata malengo ya kuumbwa kwao, na baada ya kupata lengo la kuumbwa kwao waendelee kupata maendeleo, ili waendelee kupata madaraja mpya, ili waendelee kupata neema za Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivi. Sayyidina al-Islam alisema kwamba katika jumuiya yangu watu wapatikane ambao
wawe mashahidi kuhusu heshima ya Qur'an tukufu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifa mtukufu anasema kwamba je, Qur'an tukufu ambayo ni kitabu cha mwisho cha Mwenyezi Mungu, je heshima yake itajulikana kwa sababu ya ushahidi wetu? Je, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume mpendwa wa Mwenyezi Mungu na ni khatamul anbiya, je heshima yake itapatikana kwa sababu ya vitendo vyetu? Hapana, haiwezekani. Lengo la Sayyidina alayhi salatu wassalam ni kwamba katika vitendo vyetu vipatikane mapinduzi kwa kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na kwa kufuata mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mapinduzi yaonekane hivi kwamba dunia iweze kusema kwamba hawa ni watu ambao katika maisha yao mapinduzi haya yalipatikana kwa sababu ya kufuata mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu na kwa sababu ya kufuata mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu ambao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana kwa kufanya ibada. Kwa kufanya ibada wanatimiza haki ya Mwenyezi Mungu, na vile vile wanatimiza haki za wanadamu ambayo inapatikana kwa sababu ya kupatikana kwa hulka njema. Hawa kwa kufanya hivi wanatimiza haki za wanadamu pia. Halifa mtukufu anasema kwamba taarifa niliyopewa, katika taarifa ile imeandikwa kwamba kuna rafiki yetu mmoja wa Japan ambaye si mwanajumuiya. Yeye wakati sehemu hii mpya iliponunuliwa, sehemu hii ambayo jina lake ni Masjid Baitul Ahad, bado ujenzi wake unaendelea. Wakati wa ununuzi wake mara kwa mara vizuizi vilivyopatikana, huyo ndugu rafiki alisaidia sana, na alisaidia bila kuwa na tamaa yoyote. Alisaidia jumuiya kwa sababu jumuiya iliyowasaidia watu wakati wa matetemeko ya ardhi na wakati wa tsunami. Wakati ule jumuiya iliyosaidia watu bila kuwa na tamaa yoyote. Yeye aliheshimu sana huduma ile ya jumuiya, na alisema kwamba jumuiya Ahmadiyya imefanya ihsani kubwa sana juu ya Japani. Kwa sababu ya hii mimi nafanya kazi hii bila kuwa na malipo yoyote. Hazur anasema limurahdi, ikiwa jumuiya ilifanya kazi yoyote, haikufanya kazi kwa sababu ya kupata kwa kufanya ihsani, bali jumuiya ilitimiza jukumu lake, na inatakiwa jumuiya itimize jukumu lake. Lakini huyo bwana alionyesha hulka zake njema, na kwa kusifu huduma hii ndogo ya jumuiya alikuja karibu na jumuiya kutimiza haki hizi za wanadamu. Tutaendelea kufanya kazi hii hata kama mtu anatusaidia au hatusaidii, tutaendelea kufanya kazi hii ya huduma, na hii ndiyo ni kazi ya kutimiza haki za wanadamu. Wakati tutakapowaambia watu kwamba tunafanya hayo kwa sababu ya mafundisho ya Qur'an tukufu na ni mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumeamrishwa kwamba tuwahudumie wanadamu, tukisema hivi basi jumuiya itatambulika zaidi. Wengine wenyeji wa Japani kama huyu bwana wakili watapatikana na watasifu jumuiya, na wao watajua kuhusu mafundisho sahihi ya Islam, na Islam itajulikana na heshima ya Islam itathibitika, na hivi njia zingine za mahubiri zitafunguka. Misikiti huu utwao Baitul Ahad
baada ya kutimiza mahitaji ya kanuni na sheria, msikiti huu itabadilishwa katika sura ya msikiti kabisa, na kwa sababu ya hii jumuiya itajulikana zaidi na tutapata nafasi ya kusambaza mafundisho ya Qur'an tukufu zaidi. Na vile vile kama ilikuwa hamu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam pia kwamba watu wanaendelea kuelekea kwenye Islam, kwa sababu hawa watu maumbile yao ni mazuri, ndiyo maana wao wanaelekea kwenye Islam. Kwa sababu ya hii tunatakiwa tufanye juhudi ya kuwafikishia ujumbe wa Islam. Na Sayyidina alayhi salam alisema kwamba katika lugha ya Kijapani kitabu kimoja pia kiandikwe kuhusu kitabu hiki. Pia kazi inafanywa. Mambo haya yote ambayo ni wenyeji wa hapa, wengi wenu ni kutoka Pakistan au ni wanajumuiya wa zamani, mnatakiwa mchunguze hali ya vitendo vyenu, kwa sababu sasa watu watawaoneni zaidi kuliko zamani, watawachunguzeni zaidi kuliko zamani. Wakati mtakapofanya mahubiri na mtakapofikisha ujumbe wa Islam, watu watachunguza hali ya vitendo vyenu. Hawa watu hawataona kwamba katika ujenzi wa msikiti umejitolea kiasi gani, bali watu wataona kwamba hali ya vitendo vyenu ikoje, uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu ukoje, na wao baada ya kujiunga na nanyi mabadiliko gani na mapinduzi gani yanaweza kutokea ndani yao. Sawa na dunia, hawa watu wako mbele sana na nanyi, na hulka zao pia ni nzuri sana. Ikiwa kitu kipya tunaweza kuwapatia hawa watu ni kitu cha kuwafundisha kwamba namna gani wanaweza kujiunganisha na Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuambia jambo hili tu kwamba dini hai ni Islam tu. Tunaweza kuambia kwamba namna gani tunaweza kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuambia kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anapokea maombi. Tunaweza kuambia kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anaongea na waja wake. Lakini kwa ajili ya kufanya mambo haya yote tunatakiwa tuchunguze amali zetu na hali yetu, na tunalazimika kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, na tunalazimika kulinda swala zetu, na tunalazimika kutimiza haki ya ibada zetu, na tunalazimika kwamba tupendane. Tunalazimika kupata hulka njema ambayo ni hulka nzuri zaidi kuliko watu wa Japani. Hazur anasema hulka ya kidhahiri katika watu hawa ni kubwa sana, na wao wanawahurumia wanadamu sana. Wana tabia ya kufanya ihsani baada ya kufanyiwa ihsani kama Islam inatuamuru. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba ikiwa hawa watu wameelekea kwenye Islamu ni kwa sababu ya tabia yao nzuri na maumbile yao mzuri. Kwa hivyo ni lazima kwamba tuwafahamishe na tuwaelimishe kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hazur anasema kwamba tabia hii nzuri ambayo inapatikana ndani yao na hulka njema hizi ambazo inapatikana ndani zao, tunatakiwa tupate faida kwa sababu ya tabia yao hii nzuri, na tuwahubiri
na tunalazimika kuwaonyesha athari ya islam ni nini, na tunalazimika kuwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anajengaje uhusiano na waja wake. Na kwa ajili ya hii tunalazimika kuzingatia mafundisho ya Qur'an tukufu na mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnalazimika kwamba muzingatie jambo hili sana. Kwa ajili ya hii tunalazimika tuendelee kufuata maagizo ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Miongoni wa yale mambo nitaweka machache mbele yenu. Jambo la kwanza tunatakiwa tulizingatia ni kwamba Mwenyezi Mungu atauliza kuhusu ahadi zetu. Ahadi tunazozifanya Mwenyezi Mungu atauliza kuhusu zile ahadi. Katika zama hii ile ahadi ya bayat tuliyofanya na Sayyidina alayhi salatu wasalam, hii haitoshi kwamba tuseme kwamba tumefanya bayat na tumekuwa wanajumuiya. Wale wanajumuiya ambao ni wa zamani, wao kwa kufanya bayat kwa mkono ahlifa kisha waone kwamba hii inatosha, hii haitoshi. Ahadi ya bayat inatudai hali ambayo Sayyidina alayhi salatu wassalam aliweka mbele yetu katika sura ya masharti 10 ya bayat. Tukieleza muhtasari wa yale masharti ni kwamba kila wakati tutatanguliza dini juu ya dunia. Tutajitahidi kila wakati kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia. Sayyidina alayhi salatu wassalam anaandika sehemu moja kwamba mnaona kwamba wakati wa kuchukua bayat, mimi nachukua ahadi kutoka kwenu kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba ili nione anayefanya bayat anafuataje na anafanya kitendo gani kuhusu hii. Kisha Sayyidina alayhi salam alisema kwamba ikiwa kuna kazi ya dunia kwa ajili yake mnafanya juhudi sana na mnafanya bidii sana, ndipo mnapata maendeleo na mafanikio katika kazi ile ya dunia. Lakini kwa ajili ya dini hamfanyi juhudi wala hamfanyi bidii, hamfanyi ile bidii kwa kufanya juhudi ile, Mwenyezi Mungu anakuwa mbele yenu kila wakati na mnafanya juhudi kwamba vitendo vyetu vyote viwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba kila wakati nakuwa na fikira hii kwamba mabadiliko mazuri yapatikane ndani ya jumuiya, na hali ya mabadiliko ambayo ninayo moyoni mwangu, hali ile haikupatikana bado. Kwa kuona hali hii, hali yangu ni ile iliyoelezwa katika Qur'an tukufu, ni kwamba la'allaka ba'u nafsaka alla yakunu mu'minin. Je, utajiangamiza kwa sababu ya hii kwamba hawa watu bado hawajakuwa waaminio? Sayyidina alayhi salam amesema kwamba mimi sitaki kwamba wakati wa kufanya bayat museme maneno kadhaa. Kwa kufanya hivi hamtapata faida yoyote. Mupate elimu ya kutakasa nafsi zenu, kwa sababu jambo hili linatakiwa kwamba namna gani mnaweza kutakasa nafsi zenu. Halifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza lengo la kufanya bayat alisema kwamba mulete mabadiliko mazuri ndani yenu na muwe kama mwanadamu mpya. Kwa hiyo kila mmoja wenu anatakiwa aelewe siri hii na alete mabadiliko kiasi hiki kwamba aweze kusema kwamba sasa mimi ni mtu mwingine, si yule ambaye alikuwa zamani. Hazur anasema hii ndiyo ni fikira tunatakiwa tuwe nayo. Maneno haya
alisema sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu wale waliokuwa wakipata baraka moja kwa moja kutoka kwake, ikiwa hali yao ilikuwa si sawa na hamu na matamanio ya sayyidina alayhi salatu wasalam na upungufu ulipatikana, basi katika zama yetu upungufu huu umezidi sana na kasoro hii imezidi sana. Kwa ajili ya kuondoa kasoro hii tunatakiwa tufanye bidii sana na juhudi sana, ndipo tunaweza kupunguza fikira na huzuni ya sayyidina alayhi salatu wasalam. sayyidina alayhi salatu wasalam aliposema kwamba hali yangu ni aina hii, kwamba isije nikafa kwa kuona hali ya wafuasi wangu, kwamba kwa nini hawawezi kuwa waaminio, mradi wake ni kwa ajili ya wasiokuwa wahmadhia, ni kwamba kwa nini wao hawaamini. Lakini sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa na fikira kuhusu wafuasi wake, kwamba kwa nini hawapati ile daraja ambayo ni muhimu kwa ajili ya muaminio. Katika Qur'an tukufu kwa ajili ya watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba museme kwamba tumesilimu na tumetii na tumeingia katika nidhamu ya jumuiya na tumeamini kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, na tunakiri na tunaamini kwamba Masihi aliahidiwa ambaye bishara yake ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Masihi ameshakuja na tumeshafanya bayati yake na tumeingia katika jumuiya yake, lakini imani bado haijapatikana ndani yenu. Kwa ajili ya imani kuna masharti chungu mzima, yale masharti yote yanatakiwa yatimizwe. Kwa mfano, muaminio anampenda Mwenyezi Mungu kushinda vitu vyote vingine, na kumpenda Mwenyezi Mungu mradi wake ni kwamba kila kitu cha dunia na kila ujamaa wa dunia haipewi ubora wa aina wowote, na kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu mara chungu mzima pamoja na imani ameweka sharti ya vitendo vizuri, yani pamoja na imani inatakiwa vitendo vizuri pia vipatikane. Na vitendo hivi vifanywe kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alitoa amri chungu mzima. Miongoni wa hizi amri ni kutimiza haki ya ibada, na Mwenyezi Mungu alisema kwamba muaminio ni yule ambaye anawapatanisha watu kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajitahidi kupatana na hawaenezi wala hawasambazi ufisadi na fitina. Fitina zao ni kwa ajili ya heri yao, si kwa ajili ya hasara. Waamini ni wale ambao wanawazuia katika maovu na wanafanya vitendo vizuri. Ni waamini ni wale ambao wanatimiza amana zao. Ni waamini ni wale ambao wanatimiza ahadi zao. Ni waamini ni wale ambao wanashika ukweli na wanasema kweli kiasi hiki kwamba hawasemi uongo hata kidogo. Hata wakilazimika kutoa ushahidi dhidi ya jamaa zao wanatoa ushahidi, na wanakuwa tabia ya kuwahurumia wengine. Masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walionyesha mfano wa kuwahurumia wengine hivi, au mfano wa kuhurumiana hivi, kwamba mali yao na mali ya nyumbani, hata kila kitu walikuwa tayari kutoa kwa ajili ya wenzao. Kisha muaminio ana alama hii pia, kwamba wanakuwa na dhana nzuri, hawafanyi dhana mbaya kila wakati, hawakubali maneno kutoka kwa kusikia kwa wengine, na hawaweki dhana mbaya mioyoni mwao.
ikiwa kila mmoja wenu anaanza kufuata mambo haya yote, basi katika hali hii maendeleo yatapatikana zaidi kuliko zamani. Na waaminio, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wanawatendea vizuri wake zao. Ikiwa wanajumuiya ambao wamewaoa wanawake wa Japani, kila mmoja akianza kumtendea mkewe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, jambo hili litakuwa sababu ya kuwahubiri jamaa zake. Kisha waaminio wanasamehe dhambi za wengine na wanasamehe. Kisha waaminio ni wale ambao wanaonyesha unyenyekevu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza jambo hili katika shairi yake hivi: battar bano har ek se apne khayal mein, shayad ke isse dakhal ho darul wisal mein. Yani muonyeshe unyenyekevu, mtajiona kwamba nyinyi ni wanyonge na wadogo, ndipo mtapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa nyinyi mnataka ukaribu na Mwenyezi Mungu, kwa ajili yake unyenyekevu ni sharti. Kibri ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi hata kidogo. Viongozi pia waonyeshe unyenyekevu, na vile vile wanajumuiya pia waonyeshe unyenyekevu. Na waaminio ni wale ambao wanakinyaga hasira yao chini ya miguu yao, na mutimize ahadi zenu, kwa sababu Mwenyezi Mungu atauliza kuhusu ahadi zenu. Na sisi ambao katika zama hii tumefanya ahadi ya bayet, kwa ajili ya kuelewa ile ahadi na kwa ajili ya kufuata ile ahadi na kwa ajili ya kutimiza ile ahadi, tunatakiwa tufanye juhudi. Na hii itatokea wakati tutafanya vitendo vizuri, na maisha yetu yatakuwa sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Hali hii itapatikana wakati sisi tutakapofuata lengo la kuanzishwa jumuiya hii. Hazur anasema kwamba sasa hivi mimi siwezi kueleza amri zote, lakini kila mmoja achunguze hali yake kwamba je, yeye anaishi sawa na amri za Qur'ani tukufu. Je, yeye baada ya kujiunga na Sinama alayhi salatu wasalam anatimiza matamanio na hamu ya Sinama alayhi salatu wasalam? Je, kila amali yake ni kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu? Shairi niliyosoma ya Sinama alayhi salatu wasalam, ikiwa kila mmoja wetu atakuwa na ile hali, ndipo tutajifunza namna ya kuwasamehe wengine, na tutajiepusha katika kufanya dhana mbaya, na tutakuwa wenye faida kwa ajili ya jumuiya. Basi kila mmoja anatakiwa aelewe fikira ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Haya ni mambo ambayo yanatakasa nafsi ya mwanadamu. Hazur anasema mupendane badala ya kutafuta aibu za wengine, bali mutafute sifa za wengine. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kila mmoja afute hasira na fitina na ugomvi kati yake. Sasa ni wakati kwamba kwa kuacha mambo haya mufanye kazi muhimu ambayo muliyopewa. Alisema kwamba mkumbuke kwamba ikiwa mtafuata amri za Mwenyezi Mungu na katika kusaidia dini tukufu ya Mwenyezi Mungu, mkifanya juhudi, basi Mwenyezi Mungu ataondoa vizuizi na mtapata mafanikio katika dunia hii.
Hazur anasema kwamba kazi bora kwayo Sinam al-Islam alitukumbusha ni kwamba kwa ajili ya dini tukufu ya Mwenyezi Mungu mufanye juhudi na mufanye bidii. Sasa hivi kwa ajili ya kupata mafanikio tunatakiwa tufanye juhudi. Kazi ile ni kutimiza lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na lengo la kuja kwake ni kuleta wanadamu karibu na Mwenyezi Mungu na kujenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Vile vile haki za viumbe vyake pia vikumbushwe na vitimizwe, na hayo yote yanaweza kutokea wakati sisi tutakapofanya juhudi ya kuwa waaminio wazuri, ili tuweze kusambaza mafundisho mazuri ya Islam kila mahali. Sasa nawakumbusheni tena kwamba kila mmoja anatakiwa achunguze hali yake. Jumuiya ya Japan ni jumuiya ndogo. Katika jumuiya hii hata kama wanapatikana wachache ambao katika kauli yao na mali yao ni tofauti, basi jambo hili linaweza kuleta athari katika jumuiya nzima. Hususan vijana na watoto wanaathirika kiasi hiki kwamba wanaweza kuwa mbali katika dini, na wenyeji wa Japan ambao wamekuja karibu na jumuiya kwa kuona mambo haya wanaweza kuwa mbali katika jumuiya badala ya kuja karibu. Kina mama na kina baba wenyeji wa Japani ambao kwa kuoa na kwa kuelewa na wanajumuiya walikuja karibu na jumuiya, wao pia kwa kuona hali wataenda mbali na jumuiya. Basi hali hii ni hali ya fikira sana. Kwanza kabisa mwenyekiti wa jumuiya na mbashiri wamepewa jukumu wao wafanye, wawatendee wanajumuiya kama ni baba wao, walete mabadiliko mazuri ndani yao sawa na cheo chake na sawa na elimu yake. Hawa wote wamepewa jukumu hili, na ataulizwa kuhusu hali yake hii. Ikiwa mtu hajui, basi ile hali ni tofauti, lakini kama mtu anajua kila kitu kisha hajui, hafanyi, hatendi sawa na ile elimu, basi ataulizwa zaidi kuliko wengine. Kisha wanajumuiya pia kila mmoja anatakiwa achunguze hali yake. Kisha kila mwenye madaraka katika jumuiya anatakiwa yeye pia achunguze hali yake kwamba je, anatimiza haki ya jukumu lake. Je, yeye kwa sababu ya kutokutimiza haki ya jukumu lake anatia fitina katika jumuiya. Kisha wenye madaraka wa auxiliary organizations pia wanatakiwa wachunguze, kwa sababu kila mmoja ataulizwa kuhusu majukumu yake, kwamba kiasi gani alitimiza majukumu yake katika dunia hii. Katika vikao na katika mikutano inatakiwa vikao hivi viendeshwe katika lugha ya Kijapani, kwa sababu mimi napata malalamiko mara kwa mara kwamba kwa sababu hawa wa Japani hawaelewi lugha ya Kiurdu, na kina mama na kina baba ambao hawaelewi vizuri lugha ya Kijapani, kwa ajili yao inatakiwa ifanywe mpango wa tafsiri ya Kiurdu. Haitakiwi itokee hivi kwamba program inafanywa katika lugha ya Kiurdu kisha tafsiri inafanywa katika Kijapani, bali inatakiwa iwe tofauti na hii. Vikao inatakiwa viendeshwe katika lugha ya Kijapani, lakini tafsiri ifanywe katika lugha ya Kiurdu, na mujitahidi kuwashirikisha wenyeji wa Japani katika mikutano wenu, na muwapatie jukumu ya kutoa hutuba, na muwafundishe nidhamu ya jumuiya, na muwapatie majukumu mengine pia. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba
inshallah taala mtajenga msikiti mwingine mpya. Kwa sababu ya msikiti huu njia zaidi ya mahubiri zitafunguliwa, na katika njia hizi kila mwanajumuiya anatakiwa asimame kwa kuwa mlinzi, kwa sababu yeyote atakayefuata njia hizi, yeyote atakayetafuta njia hizi, kule katika kila njia akute mwanajumuiya ambaye ana elimu ya jumuiya ili aweze kumwongoza na kumelimisha. Hazuru anasema, nimeshawahi kusema kwamba kazi hiwezi kufanyika ikiwa kila mmoja hana uhusiano wake mzuri na Mwenyezi Mungu, ikiwa kila mmoja hatimizi haki ya ibada yake kwake au kwa ajili jina lake. Msikiti huu unajengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenye heshima ni yule ambaye anafuata njia za uchamungu na anatimiza haki za ibada na anafanya vitendo vizuri. Anaongoza viumbe vya Mwenyezi Mungu na anajitahidi viumbe vyake viname mbele ya Mwenyezi Mungu. Anaishi kama mwaminio anayekuwa mfano wa rohamao bainahum. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba hili si jukumu la viongozi tu, bali kila mwanajumuiya, awe kina mama, kina baba, mtoto, mzee, ni jukumu lake kwamba wao wasifanye kazi ya kutafuta makosa ya viongozi, bali kwa kujichunguza na kwa kuchunguza amali zao wao wajenge uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Kwa kujenga uhusiano wao na Mwenyezi Mungu wawe watumishi wa Mwenyezi Mungu, na mufanye maandalizi ya kutimiza haki ya msikiti huu ambao mtapata hivi karibuni inshallah taala. Mujitahidi ili mkubaliwe na Mwenyezi Mungu. Na hii inaweza kutokea kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kwa fadhila zake, si kwa sababu ya vitendo vyenu. Kwa ajili ya hii mnatakiwa mufanye maombi na muonyeshe unyenyekevu. Kama nilivyosema kwamba nitaeleza kuhusu msikiti huu, maelezo niliyopata kuhusu msikiti huu nitaeleza sasa hivi. Mission House ya kwanza ilinunuliwa katika mwaka 1981. Haina haja ya kueleza maelezo yake. Ilikuwa nyumba ndogo na sehemu ilinunuliwa ni 3,000 mraba mita. Kuna ukumbi kwa ajili ya swala, takriban watu 500 wanaweza kusali ndani ya ule ukumbi. Kuna nyumba ya kuishi, takriban $800,000 ilitumika kwa ajili ya kununua sehemu hii. Ilmuradi mulipokumbushwa kwamba mnunue makao makuu, jumuiya ya Japan ilitoa fedha na mali, na kwa hivi walinunua sehemu. Jumuiya ni ndogo, lakini wanajumuiya wamejitolea sana. Wengine wametoa mchango mkubwa sana. Watoto wametoa hela ya matumizi yao, na kina mama walitoa dhahabu ya mapambo yao. Wengine waliuza nyumba zao huko Pakistan na walitoa mchango huko, au walitoa labda property yao kule huko Pakistan na walitoa mchango hapa kwa ajili ya kununua msikiti huu. kina mama waliuza dhahabu yao ya mapambo,
waliopata kutoka kwa wazee wao, na kwa kuuza walitoa mchango kwa ajili ya msikiti. Ilimradi katika kutoa mali kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kila mmoja wenu alijitahidi kutoa mali zaidi kuliko wengine. Mwenyezi Mungu apokee kutoa kwenu, na Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali yenu na katika nafsi zenu. Huzuri anasema kama niliyosema kwamba usajili wa jumuiya upo karibu kufanyika. Usajili ungefanyika tungeswali swala humo, lakini inshallah taala tunategemea kwamba tutapata kibali hivi karibuni. Na habari ya wakili ya Japani ilieleza ikiwa angechukua fisi yake ingekuwa $20,000. Hii pia ni ihsani yake. Mwenyezi Mungu ampatie ujira mema. Huzuri anasema kwamba juhudi hii ya kupata misikiti ni juhudi ya miezi michache. Hii inaonyesha kwamba sehemu hii ya misikiti mliopata hii bila shaka ni kwa sababu ya juhudi yenu na kwa sababu ya kujitolea kwenu, lakini kwa sababu historia ya kupatikana sehemu hii ni kwamba bila kuwa na fadhila za Mwenyezi Mungu tusingeweza kupata sehemu hii, na bila kuwa na fikra yoyote Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kutupatia sehemu hii. Na katika upatikanaji wa sehemu hii inaonekana kwamba zaidi ya juhudi yenu ni fadhila za Mwenyezi Mungu zilizopatikana, na mlipata sehemu kubwa sana kiasi hiki. Sehemu hii ni aina hii kwamba sawa na wazo langu miezi michache iliyopita, ninyi mlikuwa hamkufikiria kwamba mnaweza kupata sehemu hii. Basi jambo hili linatakiwa lituinamishe zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na ituelekeze zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hii nataka kuwaambieni jambo hili pia kwamba fadhila hii inayopatikana juu ya jumuiya duniani kote, hii ni kwa sababu ya madai ya maadui wa jumuiya, na haya ni majibu ya madai ya maadui wa jumuiya, na vile vile ni nishani ya fadhila na msaada wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jumuiya. Na haya ni majibu ya madai ya maadui waliofanya wakati wa halifa wa pili, waliposema kwamba watabomoa kila nyumba ya Qadian na watafuta jumuiya na uzbillah. Wakati huo halifa tulmasi wa pili aliweka msingi wa Tahrika Jadid, na alisema kwamba jibu ya madai hawa maadui ni mahubiri na kusambaratika duniani. Kwa hiyo wanajumuiya wakati huo pia walitoa mali yao, na ujumbe wa jumuiya ilianza kufika duniani kote. Wabashiri walienda nje ya Pakistan, na misikiti ilijengwa, hospitali ilijengwa, na shule pia zilijengwa. Wale waliosema watabomoa kila nyumba ya jumuiya, wao hawajulikani, hakuna anayejua jina lao. Lakini jumuiya Ahmadiyya inapatikana zaidi ya nchi 200. Kila mwaka misikiti inajengwa na watu malaki kwa kupitia jumuiya wanaendelea kujiunga na Islam. Mwaka huu Mwenyezi Mungu amewapatieni nyinyi wanajumuiya wa Japani inam na zawadi kubwa sana, ambayo ni zawadi ya msikiti. Kwa kidhahiri ilikuwa ngumu sana kupatikana msikiti huu. Basi tunatakiwa tuiname zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya zawadi hii, na haki yake ni hii kwamba mulete mabadiliko ndani yenu ya aina hii ambayo yanakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote tuweze kufanya hivi.
kuhusiana na tahrike jadid fadhila za mwenyezi mungu zinazopatikana tunatakiwa tuzieleze zile fadhila. Nilipata wazo kwamba kwa kueleza fadhila zake tunatakiwa tueleze neema za mwenyezi mungu pia. Kwa bahati mwaka mpya wa tahrika jadid unaanza katika ziara yangu ya nchi hizi. Ziara yangu hii ya Australia na nchi za Far East. Katika ziara yangu hii mwaka wa tahrika jadid umekwisha na mwaka mpya umeanza, na tumeona fadhila za mwenyezi mungu chungu mzima. Katika ziara yangu hii pia nimeona fadhila za mwenyezi mungu, na ile ilikuwa si kwa sababu ya juhudi yenu. Nitaeleza maelezo yake wakati mwingine, lakini sasa hivi kama niliyosema kwamba mwaka wa tahrika jadid ulikwisha, na nilifikiria kwamba mwaka mpya wa tahrika jadid pia nitangaze kutoka katika Japan. Kwa hiyo nitaeleza maelezo kadhaa ya tahrika jadid kama nafanya hivi kila mwaka, na kwa kufanya hivi nitatangaza mwaka mpya wa tahrika jadid ambao ni mwaka wa 80. Sawa na taarifa ya makusanyo ya tahrika jadid niliyopata, sawa na ile taarifa, mwaka huu jumuiya imekusanya mchango wa $178,069 na pound 100, na mchango huu ni takriban $6,500 ni zaidi kuliko mwaka jana. Na sababu yake ni hii kwamba labda nyongeza ni zaidi kwa sababu nyongeza katika fedha ya nchi mbalimbali ilizidi sana, lakini kwa sababu dhidi ya pound fedha ya nchi mbalimbali imepungua sana, ndio maana inaonekana kwamba nyongeza ni kidogo. Nafasi inayoshika Pakistan inaendelea nafasi ile ile, yani nafasi ya kwanza, sawa na nafasi iliyopatikana. Germany imeshika nafasi ya kwanza. Germany ni nafasi ya kwanza nje ya Pakistan, kisha ni Marekani, kisha Uingereza, Canada, India, Indonesia, Australia, kisha kuna jumuiya mbili za Arabuni, kisha ni Ghana na Switzerland. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Germany imepata hatua kubwa sana katika tahrika jadid. Wamepata nyongeza €3.5 kuliko mwaka jana, na wamekusanya pound 182,000 zaidi kuliko Marekani, na Marekani imekusanya zaidi 75 pound zaidi kuliko Uingereza, na Uingereza wamekusanya 400,000 pound zaidi kuliko Canada. Kila wakati nyongeza inapatikana katika mchango wa Germany, Amir Saheb na viongozi wengine wananiandikia kwa fikira sana kwamba nilipopiga marufuku kwamba wanajumuiya ambao wanafanya kazi mahali ambapo pombe inauzwa au kuna biashara ya nguruwe, mchango wao usikubaliwe. Kwa wao wanakuwa na fikira kwamba mchango wetu utapungua, na mwaka wa kwanza walipoeleza fikira yao mchango wao uliongezeka malaki na malaki, na mchango haukupungua. Na mwaka huu katika tahrika jadid peke yake wameongeza euro 3.5. Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika nafsi zao na mali yao. Sawa na makusanyo kwa kichwa, nafasi iliyopatikana ni hivi: Marekani kwanza, Switzerland, Australia, Japan pia ameshika nafasi ya 4 kwa makusanyo ya kwa kichwa, Uingereza, Germany, Norway, France, Belgium na Canada.
kisha katika fedha ya nchi mbalimbali, yani katika fedha ya kienyeji, nyongeza ilipatikana ni kwanza ni Ghana, kisha Germany, Australia, Pakistan, Uingereza, Canada, bara la Hindi na Marekani. Hazur anasema mwaka huu nilisema kwamba idadi ya watoaji inatakiwa iongezeke sana. Kwa hivyo 2,225 watoaji wapya wamepatikana mwaka huu, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wa jumla wamekuwa watoaji 11,034. Katika nchi za Afrika sawa na makusanyo kwa jumla, Ghana imeshika nafasi ya kwanza, ya pili ni Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Benin, Kenya, Sierra Leone na Uganda. Na sawa na idadi ya watoaji wapya, Sierra Leone imefanya juhudi kubwa sana, kisha ni Mali, Burkina Faso, Gambia, Benin, Senegal, Liberia, Uganda na Tanzania. Watoaji wa ofisi ya kwanza, idadi yao ambayo ni hai ni 1261 wanaendelea kutoa mchango, na wale ambao wamefariki mchango wao pia unaendelea kutolewa. Jumuiya 3 za Pakistan zilizopata nafasi ni hii. Ya kwanza ni Lahore, Rabwa na Karachi, na jumuiya zingine kubwa ni hivi: Islamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta, Sheikhupura, Peshawar, Hyderabad, Bhavanagar, Okada na Nawabshah. Na sawa na makusanyo wilaya ni hivi: Sialkot, Sargoda, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Badin, Narwal, Sangad, Nankana Sahib na wilaya Rahim Yar Khan na Toba Teksing. Makusanyo yao ni sawa na makusanyo ya jumuiya za Germany. Nafasi walishika ni hivi: ya kwanza ni Neuss, Rodermark, Cologne, Heidelberg, Koblenz, Dreiesch, Mahdiabad, Weingarten, Nosenberg, Nida. Sawa na makusanyo mikoa iliyoshika nafasi ni hivi: Hamburg, Frankfurt, Roskau, Wiesbaden, Bulfiden, Rondorf, Offenbach, Mannheim, Redstedt na Detzenbach. Sawa na makusanyo jumuiya za Marekani ni hivi: Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, Silver Spring, Phoenix. Jumuiya za Uingereza ni kwanza ni Masjid Fazal, West Hill, New Malden, Worcester Park, Rains Park, Birmingham Center, Moss West, Bethel Futu, Thornton Heath na Cheam. Na mikoa iliyoshika nafasi katika Uingereza sawa na makusanyo kwa jumla ni: ya kwanza ni London, North East, Midlands, South and Middlesex. Jumuiya za Canada ni Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, Lloydminster. Na jumuiya za India zilizoshika nafasi katika makusanyo ni hivi: Kerala, Calicut, Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, Kannur Town, Kerala, Pingadi, Kerala, Qadian, Punjab, Calcutta, Bengal, Yadgir, Karnataka, Chennai, Tamil Nadu, Mathutam, Kerala. Jumuiya za Kerala mashallah nimekufanya kazi nzuri sana. Mikoa 10 ya India ilishika nafasi ni Kerala, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Karnataka, Bengal, Odisha, Punjab, UP, Maharashtra na Delhi. Hazur anasema mwaka huu pia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kutoka Afrika, kutoka India na maeneo mengine pia nimepokea matukio ya imani ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sina nafasi ya kueleza leo,
na wakati mwingine itaelezwa insha allahu taala. mwaka huu jumuiya ya kababir iliniandikia wakati wao walipojua kwamba kutoka japan mwaka wa tahrika jadid utatangazwa. jumuiya yetu ilitoa zaidi kuliko mwaka jana. Huzuri anasema kababir ni jumuiya kubwa kushinda jumuiya zingine zote za nchi za arabuni. jumuiya hii ilitoa mchango zaidi mara mbili kuliko mwaka jana, takriban $20,000. Hazur anasema watoaji wote ambao wanatoa mchango katika sura mbalimbali na wale wote walioshiriki katika mchango wa tahrika jadid, Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali yao na nafsi zao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuzidisha imani yao na yakini yao, na kutoa kwao iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aendelee kupokea kwao. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله